Haleluya, mwana wa Mungu. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 5, kipindi hewani tupeleo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba na ninakuletea misingi 10 ya kufanikiwa kiuchumi. Huo ni msingi wa 10 ambao tunaendelea kuongea. Jifunze na uziishi kanuni au mifumo ya udhibiti wa mapato na matumizi yako. Na Mithali 1 mstari wa 32 ndio inatuongoza, inasema maana kurudi nyuma kwa wajinga kutawaua. Kurudi nyuma kwa wajinga kutawaua. Lakini anasema kipengele cha pili, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Na sisi tukasema hatutaki kuangamia, kwa sharti tujifunze kuishi kwa kanuni za udhibiti wa mapato na matumizi yetu ili tuwe na mafanikio ya kiuchumi. Na tayari nimekupa kanuni 4. Nishakupa kanuni ya kwanza, mgawanyo wa majukumu, au kwa lugha ya kitaalamu segregation of duties. Vidhibiti vya ufikiaji au access control. Nimekupa udhibiti wa kimwili au physical control, lakini pia nikakupa zile documentation controls. Taratibu wa kuandika na kuweka kumbukumbu. Kitabu mama kinachotuongoza kwenye hizo controls, Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 16, habari za Yoashi na Yehoyada na makuhani na wale watengenezaji wengine wa mabomoko ya nyumba ya Bwana. Leo nataka nikupe kanuni ya 5 na kuendelea. Kanuni ya 5 ya udhibiti wa mapato na matumizi yako inasema upatanisho wa mara kwa mara. Upatanisho wa mara kwa mara au periodic periodic reconciliation. Na hiyo unaiona kwenye Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari wa 10 ule mstari wa 15 hadi wa 16. Wafalme wa Pili sura ya 12 mstari wa 10 mstari wa 15 hadi wa 16. Lakini Wafalme wa Pili sura ya 22, Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa 7. Na unaweza kuipata kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 24 mstari wa 11, upatanisho wa mara kwa mara. Na unaiona vipi kwenye Wafalme wa Pili ambao ni kitabu chetu mama 12, 10, 15, 16? Karani wa kuhani mkuu pamoja au mfalme pamoja na kuhani mkuu kwa pamoja walikwenda masanduku yalipojaa kufungua na kuhesabu. Wakahesabu fedha iliyoonekana nyumbani mwa Bwana. Na huu ni mfano mzuri wa reconciliation, kufanya upatanisho. Kama mmoja amehesabu vibaya, kwa sababu walikuwa wawili, mmoja atamshtua kwamba ulihesabu vibaya. Kwa hiyo fedha yote shahidi hesabiwe na watu zaidi ya mmoja, na ama mmoja hesabu na kuandika, na mwingine ambaye kimsingi tunapenda awe mwenye mamlaka zaidi athibitishe yale ambayo yameandikwa, apitishe na kuonyesha na kuidhinisha yale ambayo yameandikwa. Kwa hiyo karani wa kuhani wa mfalme alikuwa ni mtu wa juu zaidi ya kuhani mkuu, tungeashumu kimadaraka, na hawa wawili walihesabu fedha na wakawapimia wale watu walikuwa wanatengeneza mabomoko mafundi. Na hii ni moja ya namna ya kufanya upatanisho. Kwa hiyo hakikisha hata kama uko peke yako, usipite mwezi haujafanya upatanisho wa fedha yako na matumizi yako. Ni muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha unaangalia kipato ulichonacho, oanisha na matumizi yako, angalia baki au pungufu iliyoko, na kama ndicho ulichonacho mfukoni, huo ni upatanisho, au kwenye benki account yako. Si watu wengi wanafanya hivyo na waone umuhimu. Ni muhimu kufanya. Lakini wengine wanasema mimi fedha yangu kidogo sana, kwa nini nifanye hivyo? Kanuni zozote zile zinaanza kufanya kazi kwa kidogo. Usipoweza kufanya kwa kidogo, utaweza kufanya kwa kikubwa. Jijengee utamaduni wa kufanya upatanisho wa kipato chako. Rafiki yangu mmoja, tukupa mifano miwili kidogo. Rafiki yangu mmoja alisema nimesoma uhasibu lakini sipendi kazi ya uhasibu na sitaki kufanya uhasibu. Na nikamuuliza kwa nini? Akasema uhasibu unanifundisha tabia ya kijinga moja, anaita ya kijinga. Nikamwambia tabia gani? Akasema mtumishi, siwezi kulala usiku kama sijafanya reconciliation. Kule kwenye masomo yetu ya kihasibu kuna vitu vinaitwa kwa lugha ya zamani balance sheet, sasa hivi wanaita statement of financial positions. Lakini balance sheet ni neno la kitaalamu ambalo ni mzania. Mzania ni kama mzani ambao unahitaji mapato na matumizi au mali na madeni yako vioane. Kwa hiyo anasema nikitoka nyumbani asubuhi na shilingi 5,000, nikirudi usiku baada ya kufanya mambo yote, nimekaa kitandani ndo nataka kulala, ile 5,000 nakumbuka kwamba nilitoka nayo nyumbani, naanza kujiuliza nimeitumiaje. Kwa hiyo anaanza kupiga hesabu, naishi Mabibo,
kwenda posta nauli labda shilingi 500, kwenda na kurudi 1000, nimekula chakula 2000, 3000, nimekunywa maji ya 500, 3500, nimenunua vocha 1000, 4500. Alafu anasema hapo nainuka kitandani naenda kuangalia suruali yangu kama ile 500 ipo. Nikiikosa sipati usingizi mpaka nijue 500 ilienda wapi. Kwa hiyo anasema sipendi uhasibu kwa sababu unanifundisha tabia kama ya kijinga. Kwa hiyo lazima reconcile. Baadaye anakumbuka shilingi 500 nilimpa labda mpishi ofisini. Kwa hiyo anasema hapo sasa napata amani na lala. Nisipoipata nitahangaika hadi saa 9 usiku. Nataka nione nini? Anafanya upatanisho. Inatakiwa kuwa tabia yako ya kila siku kuangalia kutoka nyumbani na shilingi ngapi na unavyolala una shilingi ngapi kila siku. Kishindo kila siku, angalau kila mwezi. Mfano wa pili nataka nikupe ni ushuhuda wa mama mmoja, sikumbuki ni wapi lakini niliuona sehemu ya kwamba yeye aliamua siku moja kufanya upatanisho wa akaunti yake ya benki. Na akagundua kila siku kuna shilingi 1 au dola 1 nafikiri ambayo inapotea kwenye akaunti yake. Kwa hiyo akaenda kulalamika kwa manager wa benki ya kwamba kila siku kuna dola 1 inapotea kwenye akaunti yangu. Kwa mwezi kama ni dola 1 ni kama dola 30, labda shilingi 60 na labda 70 kwa mwezi imepotea, na si mtu mwenye kipato kidogo. Kwa hiyo ukiangalia ilikuwa ni hela ambayo pengine angeweza kupotezea, lakini yeye hakuweza kupotezea, akafuatilia. Na akawa mkali sana, anaeleza. Anasema hivi, baada ya kuwa mkali na manager akafuatilia, akagundua ni kweli ni upotevu. Ni mtu fulani aliyekuwa kwenye ile benki walikuwa wanafanya mchezo, wanachukua ile hela kila siku kidogo kidogo. Wakagundua kwa sababu ni kiasi ambacho wanaona watu hawezi kushtuka, wakawa wanakichukua. Yule manager wa ile benki akaamua kufuatilia kwamba je, kama huyu mmoja amechukuliwa shilingi 1 shilingi 30 au dola 30 kwa mwezi, ni watu wengine wangapi kwenye benki ambao hawajalalamika wanafanywa hivyo? Na wanasema walivyofuatilia wakagundua kwa mwezi kuna watu wanatengeneza millions of dollars, yani dola mamilioni kwa kuchukua shilingi 1 kwenye akaunti ya mtu, shilingi 1. Kwa hiyo nini kilichosaidia? Mtu mmoja aliamua kufanya upatanisho wa akaunti yake. Kama una akaunti ya benki, unasema ni akaunti ya mshahara, unatoa hela kwenye ATM, hakikisha kila mwezi unaomba statement yako ya benki na fuatilia kuona je, ni matumizi kweli ambayo yametoka uliotoa yametolewa au kuna kiasi ambacho kimetolewa kimakosa. Na utashangaa ukianza kufuatilia unaweza kuwa unagundua labda kila mwezi una 20,000, 30,000 au kiasi zaidi ambacho kilikuwa kinapotea kama haufuatilii. Kuna watu wanatoa fedha kwenye ATM, kwenye mashine za benki, na labda mashine inakuonyesha imetoa fedha lakini fedha haitoki. Labda baadaye unapata message ya kwamba hiyo ATM machine ina shida na kwa hiyo utarudishiwa fedha yako. Na si wengi huwa wanafuatilia ya kwamba hiyo fedha imerudishwa, hasa wale ambao wana kipato cha kati. Lakini mimi nakwambia mara kadhaa, nafikiri kama mara 2 nimeona inapita labda wiki 2 unaona fedha haijarudishwa, unakumbuka kwamba kuna fedha ambayo nilitoa haikutoka. Ukiangalia kwenye statement yako unagundua haijarudi, na ukipiga simu kweli wanafuatilia, wanakuambia hii haijarudi, tunaendelea kuifuatilia. Ni utaratibu wa kibenki kwamba ndani ya masaa labda 24 wao wamerudisha, lakini wakati mwingine inapita. Na kwa hiyo kama hakuna mtu anayefuatilia, wanaofanya nao ni wanadamu, inaweza ikapotea. Sio kama kusudi wakati mwingine, lakini wakati mwingine kwa sababu ya kupitiwa au kuwa na majukumu mengi unaweza kupoteza fedha. Fanya upatanisho kwa mara. Kanuni ya 6, uanzishwaji au ugawaji wa majukumu. Kanuni ya 6, uanzishwaji au ugawaji wa majukumu. Na hii ni msingi sana. Kila mtu awe anajua anafanya nini kwenye taasisi yako au kampuni yako au kwenye biashara yako au huduma yako. Anzisha majukumu au gawa majukumu. Asiweko mtu ambaye hana kazi ya kufanya maalum. Kila mtu awe na kazi maalum ya kufanya. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 26 inatupa mfano vizuri. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 26 mstari wa 20 hadi 33. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 24 mstari wa 4 hadi wa 14 unaweza kusoma kwa muda wako. Lakini Wafalme wa pili sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 12 unaona huo mgawanyo wa majukumu. Unaona kuna karani wa mfalme, kuna kuhani mkuu, kuna makuhani wa kawaida. Unaona kuna wajenzi ambao chini yao pia kuna wasaidizi ambao wako. Mgawanyo wa majukumu na kila mtu ajulikane anafanya nini. Kwa hiyo kusiwe na watu wawili wanafanya jukumu moja
au kusio kuna mtu ambaye hana jukumu la kufanya. Unasema huyu tunamweka hapa ofisini, tutampa kazi maalum. Kusiwe na kazi maalum, ajulikane anafanya nini. Kama hakuna kazi ya kufanya, kama ni kazi afukuzwe aondolewe ofisini, ili usilipe watu mishahara kama unalipa mishahara ambao hawana kazi ya kufanya. Sharti kuwe na mgawanyo wa majukumu. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho muda kama huu kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku, na kesho tutakuwa tunamalizia kanuni zile 2 katika 8 ambazo nilikwambia za udhibiti wa mapato na matumizi yako. Mungu akujalie kuwa na ongezeko, ufanisi na tija katika mapato na matumizi yako, na uone uheri wa ongezeko katika eneo lako la uchumi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.